wajumbe wote wa bodi ya wakurugenzi ya Simba wanawashukuru wana Simba wote kwa kujitokeza katika paredi hii. Wanawapongeza sana kwa moyo wenu wa kujitoa, wanawapongeza kwa moyo wenu wa uvumilivu. Safari imeanza tangu asubuhi pale uwanja wa ndege. Tumezunguka sehemu mbalimbali za Dar es Salaam hadi kufika hapa Koko, watu bila kuchoka, watu bila kula, watu bila kuhofia. Mmeambatana na Simba yenu mpaka kufika jioni hii. Bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club inatoa shukrani za dhati kwa wanasimba wote kwa kujitokeza katika paredi letu hii leo. Lakini bodi inawashukuru na kuwapongeza wanasimba wote ambao wamekuwa nasi msimu huu bega kwa bega, kwenye jua, kwenye mvua, kwenye machozi, kwenye huzuni, kwenye furaha, hadi tumefikia tamati ya siku ya leo ambayo imeambatana na furaha kubwa kweli kweli. Isingewezekana kufika hapa kama sio nguvu yenu na sapoti yenu, mashabiki wa Simba Sports Club. Lakini salamu kutoka kwa rais wa klabu ya Simba na mwekezaji, amefurahi pakubwa kwa hamasa yenu ambayo mmeifanya hii leo na kuendelea kuiunga mkono Simba Sports Club, na ameahidi ya kwamba ataendelea kutoa mchango wake wa hali na mali kuhakikisha kwamba Simba inafikia kwenye nafasi za ubora Afrika kama ahadi yake alivyoahidi wakati anaingia Simba miaka 8 iliyopita. Tupige simu moja uji. Basi sawa. Rabi simamia hilo. Ngoja tumpigie. Anachoomba Mohamed Dewji ni muendelee kumuunga mkono, muendelee kuiunga mkono Simba, na yeye ameahidi ya kwamba ataendelea kusimamia ukucha mpaka mafanikio ya Simba yaweze kufikia. Ndugu zangu wana Simba, msimu huu hatukuanza vizuri sana. Nyote mnakumbuka tulisuasua kidogo pale, lakini baadaye tukajipata baada ya kufanya mabadiliko makubwa kwenye dirisha dogo la usajili, tukaleta vyuma kweli kweli, na usajili ule umekuja kutulipa. Hii leo tuko hapa tukishangilia mataji mawili makubwa katika nchi hii, na moja tumelikosa kwa sababu ya uhuni. Ndugu zanguni, jana tulikuwa na mchezo pale visiwani Pemba. Tumepiga goli safi, tumemkaanga mtu goli moja nzuri. Ukisikia cha nguruwe ndio hicho. Tukachukua kombe letu. Baada pale tukaanza kusikia milio, eti Azam FC anatishia ataama ligi, atahamia ligi ya Zanzibar. Yaani Azam amekula chuma 3 pale Pemba akafurahia. Sisi kumfunga kamoja anajifanya anataka kususa ligi. Kamoja kamemuuma, wakati alikula 3 pale akafurahia. Ndugu zangu, lakini sisi tunakosa gani? Goli wamejifunga wao, sisi tunakosa gani? Mchezaji wao kageuka Mwakinyo katikati ya mechi, sisi tunakosa gani? Lakini tunawaambia hivi, kama wanataka kuhamia Zanzibar, kama wanataka kukimbia ligi ya Tanzania bara, sisi tunafurahi. Ndugu zangu wana Simba, Mo Dewji yuko hewani, mumsikilize atazungumza nanyi.
Yanga alama 6 za lazima ambazo anazipata kwa Azam FC. Ligi haijaanza, Yanga na uhakika wa kuchukua alama 6 kwa Azam. Kwa hiyo kama Azam watahama ligi, maana yake alama 6 za Yanga zitakuwa zimeondoka. Tutabakisha wachache tu, akihama na Singida, akihama na Pamba, tukapata watu wengine ambao wako serious, ligi itarejea kwenye heshima yake. Kwa hiyo asitutishe kuhama, akitaka kuhama ligi ya ame, kwa sababu kuhama kwake kuna faida kubwa kweli kweli. Tutakuwa tumepunguza mtu dhaifu. Ndugu zanguni, jana tumepiga boli kubwa, tumechukua ubingwa. Mwenyezi Mungu ametujalia, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kazi ndiyo kwanza imeanza sasa. Ubingwa huu wa kombe la shirikisho unakwenda kufungua mianya ya mafanikio zaidi kwa ajili ya msimu ujao. Ubingwa huu wa kombe la shirikisho utakwenda kuleta na makombe mengine katika ardhi ya Msimbazi. Kwa sasa na tudai kombe la ligi kuu ya NBC, nasi tunawaahidi kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kwa mshikamano na ushirikiano wa viongozi wetu, mwakani tutakuwa hapa tukisherehekea ligi kuu ya NBC. Lakini bado hayo sio malengo ya mwekezaji wa Simba. Mohamed Dewji anataka ligi ya mabingwa Afrika, na usajili utakaofanyika mwaka huu ni usajili wa kwenda kufanya balaa kubwa kwenye michuano ya kimataifa. Ndugu zangu wana Simba, nisiwachoshe sana, acha tumalizie. Kuna bado kipande cha burudani hapa. Tuko Coco Beach kwa ajili ya kuenjoy. Kwa hiyo mazungumzo yasiwe marefu. Msimu huu kazi kubwa imefanyika, lakini msimu ujao tutakwenda kufanya kazi kubwa zaidi. Tunachokiomba ni mshikamano wenu, ni umoja wenu, ni nguvu yenu wana Simba iweze kufanikisha kufikia malengo yetu. Kuna wale mashabiki vigeugeu wapo kama cha Jakobe, mbele wanachaji na nyuma, hao tunapaswa kuwakataa kwa nguvu kubwa. Sasa hivi Simba ni moja, sasa hivi tunazungumza lugha moja. Hatutaki watu mabwege kwenye timu yetu. Tunataka Simba yenye kuzungumza lugha moja ili tuweze kufikia malengo. Ili tufikie malengo lazima tuwe na lengo moja. Sisi adui yetu hapa Tanzania ni mmoja, mpinzani wetu hapa Tanzania ni mmoja, na sio wenyewe kwa wenyewe wana Simba. Sisi wote tunapambana dhidi ya mpinzani huyo mmoja, na sio wenyewe kwa wenyewe. Ndugu zangu ni wana Simba, tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya msimu huu. Imekuwa ni kazi isiyomithilika.
Tunajipanga sasa na Simba Day, tunajipanga sasa na jezi mpya, tunajipanga sasa na usajili, tunajipanga sasa na ligi kuu ya msimu unaokuja, na tunasubiri vile vile ratiba ya ngao ya jamii. Ratiba ya ngao ya jamii, wa kwanza anacheza na watatu, wa pili anacheza na wanne, wa pili ni sisi, wa nne ni Singida. Wa kwanza na watatu ni mtu na shoga yake. Watajua wenyewe cha kufanyana. Kama wataachiana watajua wenyewe, lakini yoyote atakayevuka hatua hiyo tunamsubiri fainali ya ngao ya jamii.